anakunywa chumvi? Sasa kama hanywi, maana yale maji ni ya chumvi, hanywi, anafungua vipi? Yanafungua vipi? Au kwenye tundu za masikio? Mimi ninachofahamu kwenye tundu za masikio mpaka maji yapenye yaje yaingie kwenye kichwa, utakuwa ushapata kama sikichaa bahati. Kwa sababu wewe tizama, unapokoga tu tone la maji likiganda kwenye sikio linakaa muda gani, alafu mpaka unakuja kulala unalitikisa hivi linatoka. Wakati mwingine mpaka unalala usiku hivi unalalia upande maksudi kwenye mto kutegeshea, si ndio? Alafu baadaye unakuja kuona tone limegusa mto pale, alhamdulillah halichezi. Kama ingekuwa humu ni kunywa, lile tone linacheza nini humu ndani ya sikio muda wote? Silingekuwa lishatoka. Masikio hayanywi bwana. Nani anayekunywa juisi kwa sikio? Tia mrija kwenye sikio, peleka uone kama unakunywa. Ziko dawa zinazotiwa kwenye masikio maalum, nazo zinakaa za kupakaa, labda za kureact za nini, lakini kwa kawaida ni very rare sikio kunywa maji, ni nadra sana. Sasa katika kitu cha nadra na ambacho kwa mfano watu wanaozamia, hata wachembaleni zamia, kukoga tu kwa ushawa mfereji wa mvua, utakuja kusema haifai katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Kwa sababu maji hayawezi kuingia katika sikio. Yanaweza ikiwa mtu kazi zake ni za kuzamia na riziki yake anaipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na azamie bwana. Bora ingekuwa mtoni, mengemtilia wasiwasi kwamba yale maji ya mto si matamu, anaweza kuzamia mle alafu akafanya hivi. Ya chumvi nani anayezamia alafu akafanya hivi? Ya baharini hakuna mtu anayehitaji. Sasa kama anaweza kujiepusha na jambo hilo na si lazima kwake, sawa, lakini kumtolea fatwa kuwa hana saumu anayezamia katika mwezi wa Ramadhani baharini, hiyo tena sasa ni taklifa kubwa sana. Tumefahamiana? Lakini najua nikisema hivi kuna watu wanakasirika kweli, kuna watu wananipinga sana katika hoja hii, na halafu wanakuwa wakali. Mmoja alipiga simu kwenye Radio Nuru akasema kwa ukali kweli, sio anatokea shamba gani huko. Akasema haya bwana, nimekusikia, lakini simuoni kama alikuwa na hoja, namuona na mahasira tu. Swali jingine. Wa msalam. Katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu na wakusudia waislamu muda wote, ziko nyingi ati ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mbona ziko nyingi tu na zote zinazungumza na waislamu, lakini kuonesha kuwa saumu mahala pake zaidi ni imani kuliko mahala pengine popote. Kwa sababu wewe ukifunga alafu ukajifungia chumbani kwako ukanywa maji, nani kakuona? Kwa hivyo ina maana fungamano la ibada ya funga ni la imani kuliko hata la sala. Kwa sababu sala si unakuja msikitini tunakuona, lakini kufunga hatuwezi kukuona wewe kama umefunga hujafunga. Kwa sababu una mambo mengine ya faragha pembeni huko, hatujui unafanya nini. Ukikaa ukalala na mama watoto je mchana mkasukumia na mizigo, sisi tunaona wapi huko? Kwa hivyo ina maana funga ni jambo linalohitaji imani zaidi kuliko kitu kingine chochote. Ndio maana fungamano la imani likatajwa mapema pale kwenye ya ayyuhalladhina amanu, kwa maana mahala pake hasa funga ni imani. Jiaminishe wewe kwa Mwenyezi Mungu, hakuna mtu anaweza akakukagua. Na ndio maana tariku sala unaona adhabu zake wanazungumza wanazooni, akiacha mtoto mdogo apigwe katika hadithi na hivi na hivi. Mwenye kuacha kufunga, kwanza watu wazima utawajuaje kama huyo hafungi? Si mpaka mwe mnakula pamoja au nakaa naye karibu anakula? Lakini wakati mwingine tunakadiria tu. Ndio ile alisema yule jamaa mmoja alfajiri kapita kamkuta jamaa asubuhi anapiga jembe jasho linamtoka, akamwambia Bahamadi kufunga wewe. Akasema nalila na uchaza. Make kamwona anapiga jembe asubuhi kubwa namna hiyo, akamwambia wewe ndio umefunga wewe? Akasema nimekula dako alfajiri kubwa, kwa hivyo nalitoa sasa hivi hapa. Uchaza maana yake kweupe nimelila kweupe, kwa hivyo hili nalitoa sasa hivi. Kamtilia shaka, anamuona mbona anakula jembe asubuhi mapema namna hii, kafunga huyu. Kwa hivyo sisi kazi yetu kudhani tu, ukimwona
mbona anacheza mpira yule, mbona anakwenda mbio namna ile, mbona anazungumza na cheka cheka, mbona anaendesha baskeli kapakia mzigo mkubwa, itakuwaje funga yule? Ndio kawaida. Lakini dhahiri ya funga hakuna anayejua undani wake. Kwa juu kila mmoja anakadiria fulani kafunga fulani, lakini huwezi kujua yoyote. Kwa hivyo panataka imani zaidi katika kufunga. Ndio maana fungamano la imani linataja. Naam, swali jingine kama lipo. Yametosha kwa leo. Ndio. Suala la kufunga Alhamisi na Jumatatu kama sunna halina mjadala, kwamba ni sunna kufunga siku mbili kwa wiki, Jumatatu na Alhamisi. Hilo halina mjadala. Sababu ya kufunga linaweza kuwa na mjadala, kila mmoja anaweza akasema vyake. Lakini kwani sunna inapatikana kwa kufuata sababu au kwa kufunga? Nasema ile sunna yenyewe inapatikana kwa kuijua sababu au kwa kuwa mtume kafanya? Sunna inapatikana kwa kuwa mtume kafanya au kwa kujua sababu? Ile sunna nasema, sisemi uelewa. Kwa mfano mtume sallam kasali rakaa 2 kabla alfajiri, wewe hujui kwa sababu gani kasali, lakini unasali, utapata sababu? Upate sababu za sunna? Basi wewe funga Jumatatu na Alhamisi hata hujui kama sababu gani mtume madhali mtume sallam kafunga. Umenifahamu? Sasa zile sababu ndio watu wanazungumza kwamba Jumatatu ndio siku alozaliwa, Jumatatu ndio siku alokufa. Aya, Alhamisi ndio siku aloumwa. Ndio nasema kila mmoja anajaribu kusema lake. Ukitafuta hivyo, Jumatatu ndio siku alozaliwa, Jumatatu ndio siku alokufa, Alhamisi ndio siku aloumwa. Akaumwa Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu akautema. Sasa na siku aloumwa tunafunga. Ndio ukisema ngoja nishakufahamu. Hawa watoaji sababu wakati mwingine katika hata kwenye tafsiri ya Qur'an, sababu ya kuteremka aya hii ni wakati mwingine zinakuwa za uhakika, wakati mwingine si za uhakika. Wakati mwingine inakuwa wengi wamesema hivyo, wengine wametilia shaka, wakati mwingine inakuwa mantiki, wakati mwingine mantiki hakuna. Kwa mfano, sasa hivi baadhi ya mashekhe wa Kiislamu wanasema nguruwe kaharamishwa kwa sababu nguruwe ana bakteria hafi, hata ukichemsha kwa maji ya moto, hata ukichoma mdudu wake hafi. Haya, Qur'ani imesema hivyo? Qur'ani simesema tu walahma alkhinziri. Sasa sasa wajibu wetu ni kuacha kula nyama nguruwe au wajibu wetu kutafuta sababu kuacha? Sasa sisi ni wajibu wetu kufunga, sunna kwetu kufunga Jumatatu na Alhamisi. Kwa sababu zipi kafunga mtume? Kila mmoja anaweza akasema lake, wasikushughulishe hao. Mimi nimeoa, unajua kwa sababu gani nimeoa? Lakini si unajua kwamba nimeoa na nina mke, na yule kaoa pengine anatafuta watoto, pengine anataka kucheza mechi tu, pengine anapima viungo, pengine anataka kupumzisha akili. Kila mmoja ana sababu zake, lakini la msingi lile lilofanyika. Hizi sababu zina mjadala mrefu sana. Lakini Jumatatu ni sunna kufunga, haina shaka yote, na Alhamisi ni sunna kufunga, haina shaka yoyote, na siku mbili kwa wiki. Wako waliosema sababu yake ni kwamba Jumatatu unaianza wiki na Alhamisi unaimaliza wiki. Nayo hiyo pia sijaiona kama sababu ya msingi, kwa sababu nani anayesema wiki inaanza Jumatatu? Kwani Kiarabu au Kiislamu wiki inaanza lini? Al-Ahad siku gani? Al-Ahad Jumapili wewe. Al-Ahad Jumapili. Jumamosi Kiswahili tunasema Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Kiarabu Al-Ahad ndio Jumapili. Al-Ithnaini Jumatatu. Kwa hiyo tunaianza wiki kwa Jumapili na tunaimaliza kwa Jumamosi, ndio yaumu sabti Kiarabu. Kiswahili ndio tunaanza Jumamosi, tunaimaliza Ijumaa. Kiingereza ndio inaanza Jumatatu, inamalizika Jumapili. Sasa ala kule hali haya ya kusema hivi na vile, hizo ni mantiki, kila mmoja anajaribu kuisema vyake, lakini la msingi funga Jumatatu na Alhamisi kwa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Kama unafuga ndevu kwa kuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
sio suala kwamba mwanamume akiwa hana ndevu anakuwa kama mwanamke. Kasema nani? Ina maana si kabla hatujabaligh na kuota ndevu tulikuwa kama wanawake? Pumbavu kweli kweli hao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.